Kikweli uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Expect that would lead to somebody losing his life. It does really not matter what the offense is, even if Kifo cha Albert Ojwang, mshawishi kwenye mtandao ule wa X almaarufu kama Twitter, kufariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa, chaendelea kuibua hisia mseto katika mitandao ile ya kijamii. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazudi Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Asante. Polisi wanaochunguza kifo cha Albert Ojwang, mwalimu na mshawishi wa mitandao ya kijamii aliyefariki akiwa kizuizini siku chache baada ya kukamatwa katika mji wa Migori mnamo Jumamosi Juni tarehe 7, kwa chapisho la X kimeendelea kuibua hisia mseto. Ojwang ambaye alikuwa amesafiri hadi kaunti ya Migori kutoka Voi kutembelea familia yake alidaiwa kukamatwa na maafisa wanaohusishwa na kurugenzi ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kutokana na kile mamlaka ilikitaja kama chapisho la kudhalilisha kwenye mitandao ya kijamii. Alisafirishwa hadi Nairobi na kuzuiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi. Mkuu wa polisi wa Nairobi Central Stephen Okal alisema Ojwang alifariki kwa kujitoa uhai baada ya kujeruhi akiwa peke yake kwenye seli. Alikimbizwa hospitalini baada ya kile tunachofikiri kuwa ni jaribio la kujiua. Alijijeruhi kichwani na kukimbizwa hospitalini ambako alifariki. Hakufa hapa kizuizini, alisema Okal. Ojwang alipata majeraha mabaya kichwani yanayoaminika kuwa alijiumiza mwenyewe na alipelekwa hospitalini, lakini alitangaza kuwa amefariki alipofika samahani. Mtazamaji wangu, baada ya taarifa hizo kusaga kwenye mitandao ya kijamii, Wakenya mbalimbali hata hivyo wamejitokeza na kutoa maoni yao, wengine wakitoa hisia ambazo hazikinzani na zile za DCI. Kwa mfano, babaka akizungumza alisema kwamba maafisa hao wa DCI walikuja nyumbani kwake, wakasema wanataka kumchukua mtoto wake, kisha baadaye alipouliza alifanya makosa gani, wakamwambia alikosea mkubwa wao. Wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter. Mmoja wa wana blog humu nchini anayefahamika kama Duncan Ndungu alisema kwamba Close alichapisha kwenye mtandao wa Facebook akisema close friends of Albert Ojwang report his arrest on Saturday in connection with his formerly Twitter post concerning Deputy Inspector General DIG Eliud Langat. He was reportedly taken to Central Police Station, but his detention was not recorded in occurrence book known as OB, suggesting irregularities. By Sunday morning, Ojwang was found dead. Police state he injured himself in custody. Kwa hiyo hao ni marafiki zake wanasema kwamba Ojwang hakuweza kujiua, na bila shaka yote aliweza kuchapwa na maafisa wale wa DCI na vifaa butu kwenye kichwa chake. Mkenya, kwenye taarifa ambayo Office of the Inspector General ilitoa ama National Police Service ilisema hivi: clarification on the death of Albert Omondi Ojwang. The National Police Service NPS has noted reports circulating on social media regarding the death of a suspect allegedly in custody at Central Police Station in Nairobi. NPS confirms that Albert Omondi Ojwang was lawfully arrested by DCI detectives for false publication and placed in custody. While in custody, the suspect sustained head injuries after hitting his head against the cell wall.
Police officers on duty promptly noticed the injuries and rushed him to Mbagathi Hospital, where he was pronounced dead on arrival. In line with the statutory requirements, the Independent Policing Oversight Authority (IPOA) has launched an investigation into the incident. NPS reaffirms its commitment to upholding and constitutional standards of human rights and the fundamental freedoms. Kisha ikapiga chapisho pale la signature. Mkenya mwingine akaja pale anayefahamika kama Nyamira Udaku Channel, akatoa maoni yake akasema, the fact is police officers lied about how Albert Ojwang died, claiming he injured himself in custody and died on the way to Mbagathi Hospital. Eyewitnesses who have seen his body at the morgue say he was clearly beaten with blunt force injuries and defensive wounds. The disturbing condition of his body tells a story of brutality and that contradicts. Kwa hiyo inasema kwamba wale walioangalia mwili wa mwenda zake Ojwang unaonyesha majeraha ya vifaa butu walivyopigwa kichwani, na kwa hiyo ina contradict ile statement ambayo basi NPS na iliweza kutoa kwa umma. YouTuber maarufu humu nchini namzungumzia Lynn Ngugi akaja pale naye akatoa maoni yake akisema, dear Kenyans, say his name. What exactly happened to Albert Ojwang? This popular ex-influencer who was picked up by DCI in Migori on Saturday, transported to Nairobi and booked at Central Police Station. By Sunday morning, he was dead. Police claim he injured himself. Ndugu wangu, itakumbuka kwamba kumekuwa na visa vya utekaji nyara, lakini kifo cha huyo Ojwang kidogo kimetatiza wengi na Wakenya kwa ujumla. Kwa hiyo ndizo taarifa za hivi sasa. Nitakuwa narejea na taarifa nyingine zaidi. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Lakini sisi kama Lazzo-D Media tunasema kwamba ni pigo sana kwa mzazi kumpoteza, kwa sababu inaarifiwa kuwa Ojwang alikuwa mwalimu au mkufunzi aliyekuwa anafundisha pale katika eneo lile la Voi, na alikuwa amesafiri nyumbani basi kuangalia jamii na marafiki, alafu kakumbana na maafisa wale wa DCI ambao walikuwa wanamwandama unyo kwa unyo.